Sasa mchezo unaanzia sebuleni. Ni nani alivunja sahani langu? Samani mama, ilikuwa ni bahati mbaya. Bahati mbaya kutoka kwa nani? Destiny akasema ni dadali Joyce. Sio kweli mama. Alafu Destiny, kabla sijafumba macho yangu na kufumbua, naomba ukavioshe vile vyombo kule jikoni. Mama, dadali Joyce aliniambia ataviosha vyombo hii asubuhi. Destiny, mama sio kweli. Nilikwambia saa ngapi hivyo? Destiny anasema jana mchana. Hapana, sio kweli. Sasa ngoja nimwambie. Mama, unajua jana nimemkuta Joyce kwenye sofa. Joyce akaitikia na mto wangu. Nikusikia, lakini unajua ni ukweli. Wewe unafanya mapenzi na dada yangu. Mwalimu akamfumba mdomo na kisha akamtoa nje. Sasa baada ya kumtoa nje, mwalimu anamwambia kuwa usio unazungumzia hilo swala kwa sababu ile siku ilitokea ni bahati mbaya tu. Kwa hiyo unamaanisha wewe kumpa dada yangu Mike ya nyama ilikuwa ni bahati mbaya? Hebu subiri, ngoja niweke sawa. Yaani mlikuwa mnabebana sebleni kwa bahati mbaya kama unavyosema, ulimi wako kaingia katikati ya miguu yake. Eti sasa kama unataka niache kulizungumzia hili swala, mimi natambua unajua nini cha kufanya. Muda huo kanamshika ticha kimahaba, inavyomaanisha sasa kanataka Mike ya nyama. Hey, kakamuaga ticha na kisha kakajichenga. Sasa leo kipindi mwalimu Diamond yuko ofisini kwake, mara Destiny anaingia. Akaanza kumshika. Kwa nini uko hapa? Niko hapa kwa ajili yako mpenzi. Mpenzi? Ndiyo. Kisha Destiny akakaa na kuanza kukichanua kifua chake. Leo nimekuja kuchukua share yangu ya Mike ya nyama. Kakaendelea kujibebisha kimahaba, nataka uingie huku chini kwangu. Hivi we ni mwehu? Mwalimu akasimama. Hivi we ni kichaa? Una shida gani? Destiny akamkumbusha alivyowafuma na akikataa atamchoma, basi akamsogelea na kuanza kumvuta katikati ya kifua chake. Ebu acha. Ticha akaweka vitabu vyake kwenye draw na kisha akaondoka. Sasa leo tena mwalimu amekuja kumfundisha Joyce nyumbani kwao. Sasa kipindi wanafundishana, ghafla Destiny anatokeza na kuanza kuangalia. Basi akaanza kumtania mwalimu na huko anajishikashika tu. Basi mwalimu macho yote akahamia kwa Destiny. Ona anachomfanyia. Sasa mwalimu akili kama kabisa. Kila akimwangalia Destiny anamuonyesha makalio. Basi akaendelea kumfundisha, lakini huku nyuma sasa Destiny anaendelea kumuonyesha utamu mwalimu kama wote. Na mwalimu anaendelea kupagawa. Yani siku nyingine shuleni Destiny anamkamata tena mwalimu Diamond na kuanza kumshikashika. Hivi wewe unashtu? Kwa hiyo Destiny amemwandikia kuwa ana mimba yake. Sasa mida baadaye mwalimu Diamond akamleta Destiny chemba na kumuonyesha dawa ya kienyeji, kisha akaanza kuitikisa pale. Mwalimu Diamond anasema, we kunywa tu hii dawa itasafisha kila kitu, una uhakika? Ndiyo. Kisha akamnywesha. Baada ya muda mfupi kupita, Destiny akawa anajisikia kizunguzungu kweli. Mwalimu akamwambia usijali, dawa ndo inaanza kufanya kazi. Mara akashika tumbo. Tumbo langu, we tulia tu, kila kitu kitakuwa sawa. Destiny mpaka chini kwa maumivu makali. Teacher Diamond akasema ngoja nitafute kitu ambacho kitapunguza makali. Baada ya teacher kuondoka, Destiny naye akakata moto pale pale. Ile Teacher Diamond anarudi sasa, anamkuta Destiny katulia sakafuni. Anaamsha na wewe haamki. Kushika mishipa, tayari mtoto kashaondoka. Genge. Basi akambeba begani na kuchungulia dirishani kama kuna watu na kisha akaondoka naye. Baadaye mwalimu Diamond anaonekana yuko busy kulichimba kaburi, akaangalia kushoto na kulia kama kuna watu, kisha akaendelea kulichimba hilo kaburi. Sasa baada ya kumaliza kulichimba kaburi, njiani anaonekana amembebelea Destiny begani, kisha akampeleka kule alipochimba lile kaburi na kumlaza chini. Muda huo yuko makini kuangalia kama kuna mtu anamuona. Baada ya hapo akamchukua Destiny na kumuingiza kwenye kaburi, kisha akaanza kumfukia, na hapo ndo inakuwa mwisho wa sehemu ya kwanza ya hii movie. Sasa itakuwaje kama mwalimu Diamond kipindi anambebelea Destiny kutoka darasani alionekana na wanafunzi au na walimu? Na je, itakuwaje kama mwalimu Diamond kipindi analichimba kaburi na kumfukia Destiny alionekana na wapita njia au wanakijiji? Sasa majibu ya maswali yote utayapata sehemu ya pili. Cha msingi tu wewe fanya ulike video, pia comment, na pia usisahau kusubscribe na kutani on notification bell ili tuwe wa kwanza kupata simulizi zangu zote za movie kipindi nazipandisha. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Msaudia TZ. Tukutane kwenye video zingine. Bye bye. Only gentlemen ndo huvaa vitu original, na maanisha only original, kwa viatu bora na original vya kila aina, either ni moka, ni raba, ni sandals, aina yoyote ile, zote unaweza kuzipata kwa mtu mmoja tu. Ni Abdi Shoes. Duka lipo Kariakoo karibu na kituo cha polisi cha Msimbazi, ila kwa mawasiliano zaidi unaweza ukawapigia simu au ukawacheki WhatsApp kupitia namba 0718209487. Now if you a gentleman, basi usivae mdosho, vaa original.